Neno hili sio ngeni katika maisha yetu. Ni neno ambalo linaguza kiungo kimoja katika mili yetu. Ni neno ambalo linaguza kiungo kimoja katika viungo vya mili yetu. Ambalo laweza kubariki ama kulaani maisha ya kila mmoja wetu. Ni kwa sababu sisi ndio tumepewa mamlaka ya kutambua jinsi tunataka maisha yetu yakuwe. Nataka tuwekewe kitabu cha Methali Thimo 18 na mstari wake ni wa 21 na ni muraini wa 21. Methali 18 nitwikirwa Thimo 18 muhari wa 21 muhari ucio wa 21. Neno inasema ya kwamba mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Kigo kiukirauga gikuo ona gutura muoyo ikoragwo ci iguru wa rurimi, na wao wapendao watakula matunda yake. Na aria mendaga uhoro ucio ni maririaga matunda ma rurimi. Tuendelee 22. Tuthie na mbere na 22 ambayo inasema ya kwamba apataye mke apata kitu chema. Kila kiugaga atiriri atiria wigireire na mutumia ni agite na kindu kiega, ajipatia kibali kwa Bwana na ni agiaga na kibali mbere ya Ngai. Siku ya leo katika kitabu hiki cha Methali muthenya wa umuthi hau ibuku-ini riu ria Thimo, ni kitabu ambacho mwandishi Suleimani alikuwa kinakili mambo mengi. Ni ibuku riria Muthamaki Suleimani andikaga maundu maingi. Yeye alinakili kuhusu hata maisha ya ndoa kwa vijana wetu. Ona ni aritie uhoro hiki kana ohiki hari ciana citu. Na kanena hata hali ya baraka na laana katika vinywa vyetu. Ona akaria uhoro wa kirumi na kirathimo thini wa rurimi rwitu. Anasema ya kwamba katika ndimi ama ulimi wako, arauga atiriri ati hau thini wa rurimi rwaku ri, ya kwamba una mambo mawili wachagua mimi pamoja na wewe. Ati hari maundu we na nie tungicagurira. Na anasema ya kwamba tumbo la mtu hushibishwa na mambo mengi. Na akauga ati mundu ni ahonagio ni maundu maingi. Na anasema ya kwamba anatoa kilicho ndani yake. Na mundu arutaga kiria ki thiini wake. Na anasema ya kwamba yaliyo moyoni yanapitia vinywani vyetu. Na akauga ati kiria ki ngorori kiyumburaga kigereire kanwa-ini. Lakini nataka kushukuru Bwana asubuhi ya leo. No ndienda gucokeria Ngai muthenya wa umuthi. Ni kwa sababu katika kitabu cha Warumi 12 ni tondu hau thiini wa Roma 12 ambao zote twaweza kukariri kwa vinywa vyetu. Kiria igothe tungihota gukiuga na kanwa gaitu. Neno linasema katika Warumi ya kwamba mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kigo kiu kirauga ati mili itu ni hekalu ya Roho Mutheru. Na kati ya mili ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu, na mili iri hekalu ya Roho Mutheru, ulimi ni kati ya mili ambao imebeba Roho Mtakatifu. Ati rurimi ni kimwe kia iria gikuite Roho Mutheru. Nayo tumbo yasanishwa na basket ambao inabeba vitu. Nayo ndari ikahananio na gikabu kiria gikuite indo. Inasababishwa na shibe ama gunia ambalo limebeba vitu vingi. Ikahananio na kuhuna kana ikonia likuita indo nyingi. Wakati huu msimu ambao tunaangalia ni wa kupanda. Idarere tule idaria mahada. Wakati tunaweka viazi ili tupande. Rira turaiga waru nigetha tuhande. Wakati unafika tunamwaga chini sisi wa mama. Izue atumia tugagishiha tukaita hauze. Na ndiposa tuchague ni gani imeharibika. Nigetha torore kana
tuthuranie ĩrĩa thũku. Na ni gani nzuri tutapanda msimu huu wa mvua. Na nĩ ĩrĩkũ njega ĩrĩa ĩngĩhandwo ihinda ta rĩrĩ rĩa mbura. Lakini wakati twamwaga viazi ile, na rĩrĩa tũraita waru icio rĩ, ambao wana sensitivity ya kusikia harufu, arĩa marĩ na ũhoro ũcio wa kũigua mũnungo rĩ, wanasikia kwamba viazi hizi zinanuka, makaigua waru ici nĩ iranuka, na inafanya mama atake kujua ni gani hiyo inatoa harufu, na ĩgatũma mũtumia arore nĩ ĩrĩkũ ĩyo ĩraruta mũnungo ũcio, isije ikaharibu wengine, nĩgetha ndĩkae gũthũkia waru icio isinge ikapeleka hata mambo mabaya katika fertility ya shamba lile, na nĩgetha ndĩkae gũtwara ona kũrĩ tĩri ĩthiĩ gathũkia ũnoru waguo. Nataka kusema nini sikia leo? Ndĩrenda kuga atĩa mũthenya wa ũmũthĩ? Kristo maisha yetu, Kristo mũtũrĩre-inĩ witũ, ama roho ama mioyo yetu, atĩ ngoro citũ ni kama gunia ambalo limebeba mahindi ama maharagwe ama viazi. nĩ ta ikũnia rĩu rĩkuĩte waru, mbembe, ona ningĩ indo ingĩ. Na ni sisi tutachagua, na ithuĩ nĩ ithuĩ tũgũcagũra kama mahindi yale tutaweka kwa gunia ambao yote tumeyachagua ni mema, kana icio twekĩra mbembe icio twekĩra ikũnia rĩ nĩ njega. Nayo mambo yale ni mengi ambayo tumebeba kwa mioyo yetu, na kũrĩ maũndũ mũno tũkuĩte ngoro-inĩ citũ. Na unajua kwamba kilicho moyo ndicho unanena. Na nĩ ũĩ atĩrĩrĩ, kĩrĩa kĩ ngoro nĩkĩo umbũraga. Kinatekelezwa kupitia kwa ndomo, vinywa vyetu na ndimi zetu, gĩkagerera na gĩkaruta wĩra kũgerera rũrĩmĩ na tunaachilia, na tũgakĩrekereria. Na maneno yale hayawezi yakashikika kwa mdomo, ni kama upepo. Na maũndũ macio rĩ matingĩthikĩrĩrio nĩ kanua, nĩ ta rũhuho. Ulimi wetu unapanda mbegu, rũrĩmĩ rwitũ rũgakĩhanda mbegu ambayo itaenea, mbegu ĩrĩa ĩgũtherema, mbegu ambayo itazidi kila mahali, mbegu ĩrĩa ĩgũthiĩ kũndũ na kũndũ, mbegu ambayo itaishi miaka nyingi, mbegu ĩrĩa ĩgũtũra miaka mĩingĩ. Bwana na asifiwe. Bwana na asifiwe. Wacha tupigie Jehova makofi. Reke tũhũrĩre Ngai witũ. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu. Nĩ tondũ we nĩ mwĩhokeku. Bwana na asifiwe. Ni kwa sababu roho zetu, nĩ tondũ ngoro citũ, ni mti ambao umepandwa matunda ambao ni matamu, nĩ mũtĩ ũhandĩtwo matunda mega mana cama, matunda ambao yanatamanika, matunda marĩa andũ othe marerĩgĩrĩra, matunda ambayo yaweza kuvutia wengi, matunda marĩa mangĩgucĩrĩria andũ aingĩ. Haleluya. Bwana na asifiwe. Haleluya. Pigia Bwana makofi. Hũrĩra Ngai witũ. Bwana na asifiwe. Mimi ninashukuru Bwana kwa sababu kuna kitu kimoja nimejua. Nĩndĩracokeria Ngai ngatho tondũ he ũndũ ũmwe menyete. Wakati unashika mtoto mdogo, rĩrĩa ũnyitĩte kana kanini, huyo mtoto anakukataa, mwana ũcio rĩngĩ agakũrega. Na wakati kuna vitu viko ndani yako anatamani, na rĩrĩa kwĩna kĩndũ gĩ thĩinĩ waku arerirĩria, huyo mtoto atakuja kwako hata kabla hujamuita. Kana kauga karĩũkaga harĩ ona ũtagetĩte. Atawacha watoto wazazi wake, atakukimbilia wewe. Egũtiga nginya aciari yake oke kũrĩ we. Bwana na asifiwe. Bwana na atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Thena wako nĩ gũtindagira andũ mahũre makofi. Tupigie Bwana makofi. Nĩtũrĩre Mwathani rũhĩ. Kwa hiyo masaa machache unikubalie nilete tabia za Shilo. Mtazoea tu. Ndĩrauga atĩrĩrĩ, mathaa mau manini rĩ ũreke ndehe ũrĩa tũikaraga kũrĩa Shilo. Kwa sababu hata kuna mtu anasinzia kukiwa baridi. Nĩ tondũ rĩngĩ kwĩ mũndũ ũraigua kwĩna heho. Lakini sitoi makosa, najua afya siku hizi zinadhofika. No ndiramũruta mahĩtia, nĩ ndiramenya atĩrĩrĩ, afya citũ nĩ rĩngĩ nĩ hinyĩrĩrĩkĩte. Hata mnaweza kuona nikilala pale na nje kunanyesha. No wone ta ngomete harĩa na njarĩ nĩ kura kũraura. Watoto wanafutiwa, mfano wa ndimi zetu ndio zinafutia watu kwa Mungu. Twana tũgucagĩrĩrio torĩa rũrĩmĩ rwitũ rũgucagĩrĩria. Ndimi zetu ndio zinafutia watu katika ufalme wa Jehova. Nĩmĩ citũ nĩcio igucagĩrĩria andũ thĩinĩ wa thamaki. Mtoto mdogo anaweza kukukataa kwa sababu hauna kitu kinamfutia. Nĩ tondũ mwana no akũrega nĩ tondũ ena kĩndũ kĩramũgucĩrĩria. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hata mimi ninashukuru Bwana. Ona ni no ndĩracokeria Ngai ngatho. Ni kwa sababu mtoto wangu, mjukuu wangu, nĩ tondũ mwana kana gacũcũ gaitũ, hata saa hii akiingia, ona tonya gwitũ, ninajua ile vitu vinamvutia kwangu. Nimenyaga nĩ kĩĩ kĩmũgucagĩrĩria. Na kati wa shosho wengi atajua ule ndio shosho yangu. Na gatagatĩ-inĩ ga cũcũ aingĩ rĩ nĩ akũmenya ũyũ nĩwe cũcũ wakwa. Na kwa sababu zimemfutia atakuja anza kuninyang'anya kutoa. Nĩ tondũ mahinda mangĩ nĩ akwambĩrĩria kũndunya akĩrutaga. Hiyo inafanya nimfutie.
Kindu indo icio igatoma ndemo. Wapendwa, ndimi zetu Alethe wito. Sio wazee ama wamama peke yao. Tia tumia kana thuri tu. Enzi ambao tunaishi, Izue maidamna turaikara. hata watoto wadogo, Ona ciana nini, hata vijana, ona andu ethi wamejawa na mambo mioyoni mwao, mari maihuritwo ni maundu ngoro-ini na ciao, wanawaachilia kwa vinywa na maundu mau mamarekagiriria kugerera kanua kile kilicho ndani yake. kiria githiini wao. Bwana na asifiwe. Mwathani agocwo. Bwana na atukuzwe. Ngai agocwo. Si Bwana atunyweshe matunda matamu ndani yetu, Na ithuire tutikirute matunda mega mena cama thiini, matunda ambayo yameiva watu wanatamani kuyakula. matunda maria meru wega na andu makamerirĩria kuria. Kitabu cha Wafilipi Thiini wa ibuku ria Filipi 1:6 inasema hivi, hau emwe na muhari wa 6 arauga ya atiriri, kwamba majaribio ni kwa dakika chache, iratwira ati magerio ni kwa mahinda manini, lakini kunapokucha tunapata kicheko. no rucini gwakiari tukagia na gutheka. Bwana na asifiwe. Mwathani agocwo. Bwana na asifiwe. Mwathani agocwo. Hasira za kuja dakika chache, Ati marakara mokaga mahinda manini, majaribio yanakuja kwa dakika chache. ona magerio magoka tu ihinda inini, Jamani, lakini yanadhoofisha mtu kwa miaka 20, no magatuma mundu ature ahinyiririke miaka kwa 20, sababu aliachilia ulimi wa hasira na laana. ni tondu ni arekereirie rurimi rwake rwarie maundu ma kurakara na kirumi. Bwana na asifiwe. Mwathani agocwo. Bwana na asifiwe. Mwathani agocwo. Wacha tupigie Mungu makofi. Nituhurire Ngai Bwana na iguru. asifiwe. Mwathani agocwo. Haleluya. 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 Unapopata mwenzako Wakora ucio ngi kana yaliyo machungu ndani yako, ukatae yaliyo machungu ndani yako, uregane na macio moru mithini wako. ambia mwenzako ninakupenda. Mwire ni ngwendete. Ambia mwenzako leo unakaa vizuri, Mwire atire umothe muthaka piu, kwa sababu uchungu wa moyo ume overtake mambo ya Ukristo. ni tondu maundu mangi ni mathite magakira uhoro wa Ukristo. Bwana na asifiwe. Mwathani agocwo. Kuna ndugu mmoja Kwina mũrũ wa ithe witũ tulikuwa tukishiriki pamoja naye. twagwatanagira hamwe nake. Huyo mzee hata angekuwa mgonjwa haungejua, Mucio muthuri ona mũrwaru ndũngĩamenyire, hata angekuwa na shida haungejua. ona na thĩna ndũngĩamenyire. Na nilijua historia yake kwa siku kama miaka 4 ama 5. Na ndamenyete history yake ta mĩaka 4 kana 5. Lakini wakati wote ungekutana na huyo No ndugu, rĩrĩa rĩothe ũngĩcemania na mũrũ wa ithe witũ, hata kama unajua shida kwake imejaa aje, ono ngoro onokorwo nĩ ũramenya thĩna ũrĩa ũhana gwake, yeye tu angekwambia you are blessed, no hingo ciothe no gũkwĩra wĩ mũrathime, kuliko we mwambie ndiye anakuambia. we handũ ũmwĩre rĩ nĩ ũrakwĩra. Na hata wale walikuwa akishiriki naye, Ona arĩa magwatanagĩra nake, ulimi wake hata siku ya leo bado anaukumbuka. ona kuri o umwe ona umwe muririkanaga na muthenya wa umuthi. Bwana na asifiwe. Mwathani agocwo. Hebu tusome Mathayo 12 Tuthome Mathayo 12 34. o hau 34. Enyi wazao wa nyoka, mwezaje kunena mema Inyuĩ rũciaro rwa nyoka-rĩ, mũngĩaria atĩa maũndũ mega mkiwa wabaya? mũkoretwo mũrĩ andũ oru. Maana kinywa cha mtu hunena Nĩ tondũ rũrĩmĩ kanua ka mũndũ karagia yajuayo moyo wake. arĩa kĩrĩa gĩ thĩinĩ wake. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Hapa mambo mabaya yanalinganishwa na uzao wa nyoka. Haha maũndũ moru mararingithanio na rũciaro rwa nyoka. Nalo neno likauliza, Nakĩo kiugo kĩũria, uzao huu ambao ni mbaya atĩ rũciaro rũrũ rũru-rĩ, utanenaje mambo mazuri? rũngĩaria atĩa maũndũ mega? Inhali mtu hunena yaliyo moyoni mwake. Nĩ tondũ mũndũ aragia kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ yake. Bwana nasifiwe. Mwathani agocwo. Bwana natukuzwe. Mwathani agocwo. Na wakati tunanena mambo mazuri na rĩrĩa tũraria maũndũ macio mega-rĩ, na yanatoka mioyoni mwetu, na marauma thĩinĩ wa ngoro citũ, mambo yale yanakuwa na baraka kwa wale tumenena juu yao. magakorwo mena kĩrathimo kũrĩ arĩa tũraria igũrũ rĩao. Lakini kama mioyo yetu
dhibitika uchungu wa aina fulani, no ngikoro ngoro citũ ina maũndũ moru rĩ, mambo yale tunanena ati ni mazuri hayakubaliki. maũndũ macio tũraria mega rĩ matingĩtĩkĩrĩka. Kwa hivyo mioyo yetu ndio ina chemichemi. Ũhoro ũcio nĩ kuga atĩrĩ, ngoro citũ nĩcio cina kĩhumo. Mioyo yetu ndio ina chemichemi ya baraka za watu ambao tuko nao. Ngoro citũ nĩcio cina kĩhumo kĩa irathimo iria tũrĩ nacio kũrĩ andũ arĩa tũikaraga nao. Mioyo yetu ikikaa imechangamka kila wakati, ngoro citũ ciaikara ikenete mahinda mothe, hata kama tunajibu ambayo hatukutaka, onokorwo kũrĩ na ũndũ ũrĩa tũtekwendaga, tutakuwa na neno la msamaha katika mioyo yetu. nĩ tũrĩkoragwo na ũndũ wa kũrekanĩra thĩinĩ wa ngoro citũ. Bwana na asifiwe. Mwathani agocwo. Bwana na atukuzwe. Mwathani agocwo. Haleluya. Haleluya. Asante kwa Mungu. Ni wega kũrĩ Ngai. Tuendelee kuombea mioyo yetu, Tũthiĩ na mbere na kũhoera ngoro citũ, kwa sababu hata mioyo yetu yenyewe inaleta maradhi katika afya zetu. nĩ tondũ ngoro citũ na nĩ irehaga mĩrimũ thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ. Wakati mtu ana amani moyoni mwake, rĩrĩa mũndũ ena thayũ thĩinĩ wa ngoro yake, unakutana na yeye na alikuwa mgonjwa, tũgacemania na ararĩ mũrwaru, unamuuliza ulipona, anasema ndio. ũkamũria atĩrĩrĩ, nĩ wahonire? Akauga ĩĩ. Ulikunywa dawa gani? Wanyuire dawa irĩkũ? Anakwambia hata siwezi nikajua ni gani nilikunywa, ona ndiũĩ nĩ irĩkũ ndanyuire, nilikuta tu nimepona. niĩ ndekorire honete. Bwana na asifiwe. Kanisa, simpigie Mungu wetu makofi. Bwana na asifiwe. Nitawaambia tu vile niliambia watu wa Bibilioni, ati wacheni furaha ijae mioyoni mwetu. Wacheni nyumba ambao tunatumia kula na kunywa iwe hekalu takatifu. Wacheni iwe small heaven on earth. Bwana na asifiwe. Wacheni mioyo yetu ikawa na furaha. Bwana na asifiwe. Tusije tukapitwa na ulimwengu. Bwana na asifiwe. Bwana na atukuzwe. Wa ulimwengu wanaweza kuwa na furaha kutuliko, yeti sisi ndio chemichemi ya furaha. Tupigie Mungu wetu makofi. Haleluya. Haleluya. Mwathani agocwo. Ngai witũ agocwo. Na hubiringi tu na mifano. Na unajua Kiswahili yangu mimi ni broken, ndio nasema na hubiringi. Onokorwo Gĩthweri gĩakwa nĩ kĩu gĩthũku broken, si unashika tu kidogo. Turanyita. Asante mami. Huyu amenipea nguvu, mpigie makofi. Yes. Unajua saa zingine unamenya mahinda mangĩ mambo siku hizi yamebadilika. Maũndũ thikũ ici nĩ magarũrũkĩte. Tumeingia katika digital. Nĩ twaingĩrire digital. Kwa makanisa yetu tuko na gitaa. Ona makanitha gwitũ kwĩna gitaa. Tuko na keyboard. Tuna keyboard. Tuna drum set. Ona nginya drum set. Kwa hivyo zinakaa hapa. Na igaikara hau. Lakini hapo zamani, ona hĩndĩ ya tene, nikiwa mtoto mdogo, kana kanini, kulikuwa na ndarama. Ni kwali na ndarama. Hiyo ndio tulikuwa tunapiga. Hiyo ndio twahuraga. Wakati ninaenda Sunday school. Nĩndathiĩ Sunday school. Ninaona mama na mume wake. Ngona mutumia na muthuri wake. Mume wake ako huko. Muthuri wake ari huko. Amebeba ndarama. Akuite ndarama. Na mke ako hapa. Na mutumia haha. Sasa siku kwa sababu nilikuwa na ujinga wa kitoto, ninadhania mzee ndiye anaenda kuhubiri, naye ndiye anaenda kupiga ndarama. Lakini vile niliendelea kukoma katika maisha ya kawaida na kiroho, nikajua pale hakuna amani. Hata ile ndarama anaenda step nyingi, anawacha bibi anaenda kuimba na kuhubiri, hakuna amani. Tupigie Jehova makofi. Bwana asifiwe. Haleluya. Sikutoi makosa wewe mwenye umekuja bila mume wako.
ndirakuruta mahetia wewe ukire utai na muthuri waku. Pengine wewe ni worshiper, mume akakufungua ukuje mapema. Rĩngĩ wewe ni wewe worshiper, muthuri agĩkũhingũra. Lakini siku hizi Mungu anatenda udhabiti wake unaonekana. Na Ngai arenda uhoro wake muonekane. Wakati nyumba zetu zinakuwa na ndimi za baraka. Hĩndĩ ĩrĩa nyũmba citũ ciagĩa na rũrĩmĩ rwa kĩrathimo. Wakati nyumba zetu zinakuwa na ndimi za kukaa pamoja. Hĩndĩ ĩrĩa nĩmĩ citũ ciĩna uhoro wa gũikara tuiguanĩte. Wakati ule ndio watoto wetu tunawabariki. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo ciana citũ tũcirathimaga. Bwana na asifiwe. Haleluya. Zamani hata kina baba wetu. Ona hĩndĩ ya tene baba witũ. Unasikia anasema John, shamba yako iko Murang'a. Akauga atĩrĩrĩ, we John mũgũnda waku wĩ Murang'a. Kamau yako iko Solai. Wewe waku Kamau ũrĩa Thurai. Na kama uko kule yako iko Lodwa. No korwo wĩ kũgũkĩro waku wĩ. Ni kwa sababu ndimi zilikuwa nzuri. Nĩ tondũ nĩ rũrĩmĩ hĩndĩ ĩyo rwarĩ rwega. Alikuwa na baraka za kugawa. Akoragwo na kĩrathimo gĩa kũgaya. Bwana na asifiwe. Mwathani agocwo. Haleluya. Haleluya. Tupigieni Mungu wetu makofi. Wacheni turejelee katika wokovu wa kale. Tucokerera ũhonokio wa kale. Wacheni ndimi zetu zitakasike. Nigetha akai nĩmĩ citũ ituĩke nĩ theru. Wacha ndimi zetu ziwe za kubariki. Akai rũrĩmĩ rũtuĩke nĩ rwa kũrathima. Bwana na asifiwe. Mwathani agocwo. Wakati umekaa kwa nyumba, rĩrĩa ũikarĩte thĩinĩ wa nyũmba, ambia mtoto wako utaenda mbali. Eraga mwana nĩ ũgũthiĩ kũraya. Ambia mtoto wako utapata baraka. Era mwana we irathimo nĩ ũkũgĩa nacio. Haleluya. Haleluya. Hata kijana ambia mama na baba mutaenda mbali. Ona we mũndũ mwĩthĩraga baba na mami. Bwana na asifiwe. Hata kama mumezeeka mutaenda mbali. Ona mũkũrira no mũgũthiĩ kũraihu. Wapendwa, ulimi unamaliza amani. Rekei ndĩmwĩre rũrĩmĩ nĩ rũninaga. Ulimi unaondoa upendo. Rũrĩmĩ nĩ rũeheragia wendo. Bwana na asifiwe. Mwathani agocwo. Bwana na atukuzwe. Mwathani agocwo. Haleluya. Nĩigana matigire marathimo nyumba-inĩ ciao. Ni wangapi walitoka nyumbani na baraka? Usinue mkono. Ndukae kuoya guoko. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Sisi tulibarikiwa asubuhi. Ithuĩ nĩ tũrathimirwo rũcinĩ. Na hiyo baraka na kĩrathimo kĩu nikiruka gari ya Bishop sikujua. Gĩtonya thĩinĩ wa ngari ya Bishop ndinamenya. Hata Manase alikuwa ananiambia we inaenda, funga mlango. Na Manase akujiraga we tahiyoha no ulimi unafutia. Ururimi nĩrũgucagĩrĩria. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Kwa sababu tulibarikiwa asubuhi. Nĩ tondũ tũrathimirwo rũcinĩ. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Na nikaambia wa vijana wangu. Na ndera anake akwa. Niwe niende murata wa ciana. Ni mnamenya niende mimi ni rafiki wa watoto. Nikawaambia pole pole. Ndamera kahora. Ati baba anaenda Bibilioni. Ya kwamba baba nerathie Bibilioni. Tuombeni akae na sisi asiende. Pigia Jehova makofi. Pali pana baraka, watu hawataki kuachana. Rĩrĩa kwĩna irathimo andũ matiendaga gũtigana. Pali pana baraka, watu wanagawa urithi wao. Atĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩna irathimo andũ makagaĩrwo igai rĩao. Naye mwimbaji akasema ya kwamba haria hothe Mwathani athiaga wega. Nake muini akiuga atĩrĩrĩ, kũrĩa guothe Jesu athiaga agĩkaga wega. Tuingie katika Ayubu 33. Tuingire thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 33 1 mpaka 3. O hau 1 nginya 3. Ayubu 33 Ayubu 33 yasema, walakini Ayubu, na kuomba usikilize matamko yangu. Ayubu rĩu tathikĩrĩria mĩario yakwa, ukayasikiliza maneno yangu yote. Tatega matũ ũigue ũrĩa wothe nguga. Tazama basi nimefunua kinywa changu, gũgũtumũrĩra kanua, ulimi wangu umenena kinywani mwangu. Jarie kĩrĩa kĩrĩ ngoro yakwa. Maneno yangu yatatamka uelekevu wa moyo wangu. Ciugo ciakwa ciothe nĩ nginyanĩru, na ngwaria ona theri. Na hayo ninayo yajua midomoni yangu, na ngwaria o matheru itayanena kwa unyofu. Ngwaria ginya maũndũ magereire. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Yaliyo moyoni mwetu atĩ kĩrĩa kĩ ngoro-inĩ itũ yananena kwa unyofu. Atĩ kĩaragio
kire gikinyaneru yaliyo midomoni mwetu ati kiria kithiini wa kanua gaitu yanena ukamilifu. Gikaria ndeto ginyaneru. Bwana nasifiwe. Mwathani agocwo. Yaliyo vinywani mwetu ati kiria githiini wa katonua twitu Bwana anayasikiliza. Mwathani ni athikagiriria. Hata na sisi siku ya leo ona ithu muthenya wa umuthi Bwana atusaidie. Mwathani ni atuteithie. Ndimi zetu ziwe na unyofu wa maneno. Ati nemeshito ikorwo na maundu makinyaneru na tuweze kunena yaliyo taratibu na twaragie ndeto o iria ciagireire na tuweze kunena ambayo ni mema na twaragie o maundu maria mama theri. Bwana nasifiwe. Mwathani agocwo. Saa zingine askofu wetu hutuita mahinda mange bishop witu ni atwitaga ni kwa sababu ya maneno ya ndimi zetu, ni tondu wa maundu ma dini itu ya ndimi na vinywa vyetu, ni tondu wa maundu ma rurimi manime citu, na ni kwa sababu tunataka kuwa wema mbele yake, na ni tondu turenda guikara wega mbere yake ri tunanena kinyume cha yale tulikuwa tumenena, tukaria uria kinyume kia uria ako kwagereire, kwa sababu ulimi wanena ukweli na uongo. Ni tondu ulimi rwaragia maundu mega na moru, ni kwa sababu ulimi unajipendekeza, ni tondu ulimi ni rwa kwiyendithiriria, na ulimi pia unaharibu, na ulimi nalo thukagia. Ayubu alikuwa mmoja wa wale waligonjeka siku nyingi. Ayubu ni umwe wale amarwarire ihinda iraihu. Alikuwa kati ya wale wagonjwa ambao walikataliwa na marafiki na mke. Ali murwaru umwe wale waregetwo ni andu aingĩ ona nginya mutumia. Lakini yeye alinena unyofu kinywani mwake. Nowe aragia maundu makinyanĩru kuma kanua-inĩ gake. Kama Ayubu angetaka kujilaani, korwo Ayubu ni enda kwiruma, angekuwa na sababu ya kujilaani mwenyewe. Ni na kihoto gya kwiruma we mwe. Ni kwa sababu mtu anaharibiwa na kile kiko ndani yake. Ni tondu mundu athukagio ni kiria githiini wake. Lakini yeye alikuwa mtu wa kujitabiria mema. Nowe ali mundu wa kwirathira maundu mega. Lakini siku hii ya leo, no mahinda maria turi, ulimi umebadilika. No rurimi ni rugaruruke. Ulimi hata walaani maisha ya viungo vingine. Rurimi ona ni rumaga ciega iria ingi. Ni kwa sababu kuna mtu anatembea, ni tondu kuri mundu urathie uretwara, na yeye mwenyewe anajilaani, na we mwene akeruma, yeye mwenyewe anajiuliza maswali, agathi na mbere akiuragia ciuria, ni nani aliniumba? No wanyumbire, mimi ni wa aina gani? Ndi wa muthemba, nilizaliwa kwa nini? Ndaciarirwo niki? Nilifanya hivi kwa nini? Ndekirio ni undu wake. Na totally anamalizia kusema ya kwamba mimi ni bure kabisa, na karekirira kuwa ni ndi wa tuhutuhu. Na kama amejinenea haya, na akikonie kuyariria, ni nani atakuja ageuze? No ungegarura, ni atarudi tu pale pale. Nowe ungishoka hau, yeye ajitabirie mambo mema. Erathira maundu mega. Bwana anasifiwe. Bwana anatukuzwe. Na mambo ya Kikuyu ni mazito sana. Ni kwa sababu mtu anapoanza kujitabiria na ulimi wake mwenyewe, anauliza niende watu dewanako mimi ni wa aina gani? Riu ndiki sasa mimi ni nini? Kaihana ate? Sasa niko aje? Bwana tuhurumie. Stress zimetoka kwa marafiki, zimetoka kwa familia, zimeingia kwa roho zetu, tunaanza kujihukumu. Ayubu hakusema afadhali nife. Ayubu hakujidhihaki, kwa sababu alijua yale ya nje hayawezi akamuguza. Yeye akawa mtu wa kushughulikia moyo wake na kinywa chake. Wazazi tumefika hata pahali pa kunenea watoto wetu. We mwana wanako, sasa wewe mtoto wa aina gani? Ndohana aliage, ukai kama wengine. Wewe ni bure. Wewe watu. Bwana atusaidie. Mwadhani atuteidie. Bwana atusaidie. Mwadhani atuteidie. Hawa watoto ni uzao wetu. Shana hizi ni rusharoli. Na wakati tunaachilia ulimi wa aina hiyo, na leo turaruta
neno hilo litamfuata mpaka akuwe mzazi, na yeye hataendelea kusema ya kwamba mimi ni mama yangu alisema hivyo, mimi ni baba yangu alisema hivyo. Wazazi, wacheni tuwe watu wa kubariki, wacheni tuwe watu wa kubariki, wacheni tuwe watu wa kunena mazuri. Bwana nasifiwe, Bwana natukuzwe. Haleluya, tupigie Bwana makofi. Wacheni tuanze kujua nguvu za mtoto wetu ama yule tuko na yeye. Sisi huenda safari ndefu tukiwa na bishop, na sana sana huwa tunaenda na Manase, na wakati tunafika ninamtia moyo mpaka apate tena kuturudisha. Gamuikira hinya nigetha ahote gutushokia. Namwambia mambo mazuri. Kamwira maundu mega. Uko hapo kwa ajili yetu. We haha ni tondu witu. Kumbe unajua ku overtake. Na gari ni hota kuhituka. Hata siku moja tulikuwa na former chair lady, mama mke wa chaplain. Yona wewe twali nake nie. Na Manase nyinyi mnamjua, mimi simjui Shilo. Mimi najua ni dramatist hapa, mimi najua mnajua hivyo. Na najua yeye ni mwe Manase no eke drama. Na kuna siku moja alituambia tukiwa mahali fulani. Ndeko demo atwelile twe hado. Akakuja akatuambia, mimi leo sitawapeleka nyumbani. Aletwera ni umothe ndikumukua. Shikeni kifungo mwende nyumbani. Gari mwetwale. Tulinyenyekea woi Manase. Tukinyihia hale mwana ucio Manase. Tulimwita majina ya kila aina. Tukimwita maretwa mothe. Hata mimi nilikuwa nafanya shortcut woi Mana. Geragera jera ugo ngamwira riu Mana. Oye, tutarudi aje nyumbani na kuna ndege. Tushokate amoshie. Na akapata nguvu. Na akigea na hinya. Alikuwa anatuchezea aone kweli hata yeye ndiye anatusaidia tufanye hivyo. Niko tuthakira atuthakagira nigetha one ati undu ucio ni atuteithia. Wapendwa, acheni tuondoe moyo wa jiwe katika maisha yetu. Wacha tunene ya kwamba wewe ni msaada wangu. Tunene kama Mungu angekutuma ningefanya nini. Bwana nasifiwe. Bwana nasifiwe. Si usalimie mwenzako, ambie kuwa na moyo wa kusema umetenda mema. Ondoa mambo mabaya kuachilia kwa kinywa chako. Wacha tumalizie katika kitabu cha James 3. Ine mpaka 5. Jakufu ithato inya ginya ithano. Tena angalieni merikebu ingawa ni kubwa kama nini na kuchukuliwa na pepo kali, zageuzwa na usukani ndogo sana kokote anakoazimia kwenda nahodha. Bwana asifiwe. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujifuna mavuno makubwa. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Bwana asifiwe. Twalinganishwa mfano wa merikebu, ambacho ni kitu kikubwa sana, na pia chageuzwa na kitu kidogo. Na tukaambiwa pia kwamba ulimi ni kitu kidogo, lakini unachoma. Unachoma mzito mkubwa. Unachoma kichaka kikubwa. Bwana nasifiwe. Katika maisha yetu, kila mtu binafsi kuna kitu amebeba ndani yake, ambacho ni mwili na ni roho, ambacho kinabadilishwa na ulimi, ambao ulimi ni kitu kidogo sana. Mili yetu yasawanishwa, hata maisha yetu
yetu yafanana na meli. Ate muturire witu ona mwire itu uhanainyo na meli. Maisha yetu yafananishwa na kichaka kikubwa. Ate muturire witu kuhananyo na kireti kana githaka kinene. Lakini yaweza kuchomwa na kitu kidogo sana. No gishino ni kitu kiga kinini muno. Bwana na asifiwe. Lakini neno limeendelea kutuambia. No kigonde giatwira atiriri. Lakini ya kwamba tuna mamlaka ya kubadilisha ndimi zetu. Ate ithu twina hinya wa kugarura rurimi. Ukisema ya kwamba hautaongea, hautaongea. Wauga ndukwaria, ndungiaria. Ukisema utasengenya, utasengenya. Wauga ndugushuka, ndugushuka. Sisi ndio tuna nafasi ya kukontroli ndimi zetu. Ithu twina hinya wa kugarura kana gwatha nimi. Bwana nasifiwe. Mwathani agocwo. Bwana nasifiwe. Mwathani agocwo. Ate mundu ndamenagirwo gukira. Ndetiguo. Wakikuyu wanasema ya kwamba hakuna ambaye watu wanamchukia kwa sababu ya kunyamaza. Ni methali ya Kikuyu? Hiyo ni ya Kikuyu. Ni methali? Mimi kwa dhani watu wanaongeanga tu hivyo. Hapana, ni methali. Ati mtu haezi kudhihakiwa kwa sababu ya kunyamaza. Ati gutiri mundu ungetwirwo ni tondu wa gukira. Tuna control ndimi zetu. Ati rira twahota gutiunika na guthondeka nimi citu. Ili tubarikiwe. Nigetha turathimwo. Ili tuachilie baraka. Nigetha turekererie irathimo. Ili Bwana asikie maombi yetu. Nigetha Ngai aigue mahaya maitu. Ni kwa sababu ulimi ambao unaharibu bado ndio unaomba. Ni tondu rurimi ruria ruthukagia no ruo ruhoya. Bwana nasifiwe. Ukisema utanyamaza, utanyamaza. Wauga ni ugukira, ni ugukira. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ukinikuta leo niambie mama alikuwa na kitenge. Wagora gera mtu nyina akade umuthi umena gitenge. Mimi nikisema nitanyamaza, nitanyamaza. Wewe mwenyewe ujifanyie utafiti ujue kama alikuwa naye. Ndauga negukira wewe ndio kumenya kana ni umena. Na nikitaka kusema ndio, mimi ndio nitakontrol ulimi wangu. Na ndau ndenda kuga neguare. Nini no juge tondu ni go control. Kwa sababu ulimi unafanya tuwe wakomafu katika kiroho. Ulimi unafanya tuendelee kudidimia katika maisha ya kiroho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Naye mtumishi wa Bwana akasema ya kwamba nitashika ulimi wangu wakati adui yako karibu. Kwa sababu shetani anatushtaki kwa sababu ya ndimi zetu. Shetani anatufunga na kwa sababu ya ndimi zetu. Bwana asifiwe. Tupigie Bwana makofi. Kwa sababu ametupea kazi ya kubariki. Sisi ndio tuna chemichemi ya kubariki. Sisi ndio tuna chemichemi ya kuongea mambo mazuri. Sisi ndio tuna chemichemi ya kuita Mungu abariki wenzetu. Na haya yote ni ndimi zinatumika. Nasema Bwana wabariki. Atutende mambo mema. Wakati tuatunza ndimi zetu, wakati shetani ako karibu, kuwa wakubariki, kuwa wakubariki. Bwana asifiwe. Ambia mtu mtoto wako utaenda mbali. Ambia mtu utapona. Ambia mtu utabarikiwa. Ambia mtu umebarikiwa. Haya mambo yote yanafanya uwe na uwezo wa kutendewa mema. Na hata mimi mutukanio na acha nikiwaambia mumebarikiwa. Mumebarikiwa. Mutugeme mumebarikiwa. Muko na region hapa. Bwana asifiwe. Mumebarikiwa. Muko na geti mzuri. Muko na tanki. Bwana asifiwe. Mumebarikiwa, mumebarikiwa. Bwana wabariki. Asante. Amen. Situmchapie makofi mazuri. Asante. Mwathani arogocwo. Nataka tu niseme mambo machache sana, tuombe. Pastor atualilia ametunenea juu ya ulimi. Ulimi wetu una nguvu ya kubariki na nguvu ya kulaani. Na amesema mambo mazuri ya kwamba wale wanaupenda
ulimi wao watapata matunda mazuri. Waupendao aria mendete. Koguo maciaro mayo no muhaka mundu amukire, ya kwamba mazao yake lazima mtu apokee. Mazao mazuri au mazao mabaya, maciaro mega kana maciaro moru. Lakini pastor ametueleza kabisa, no mutungatiri ni atutariria wega, ya kwamba tuache ulimi wetu unene maneno mazuri, turekererie rurimi rwitu rwaragie o maundu maria mega. Na akanikumbusha maneno ya Ayubu, na adirikania ciugo cia Ayubu. Maandiko inasema katika hiyo Ayubu 31 verse 30, Ayubu 31 kamuhariga ka 30, Ayubu akiuga atiriri, Ayubu alinena na kusema ya kwamba sijawahi kutenda dhambi na kuhoera thu ciakwa gikuo, kwa njia ya kuombea adui zangu wafe. Hakubali kutumia ulimi wake kulaani adui zake. Wenda tumerire rurimi rwake kuruma thu ciake. Hakufanya hivyo. Ndekire uguo. Hata wewe, hata ukikasirika kiasi gani, onawe ona warakara atia, ama uwe na changamoto kiasi gani, kana korona moritu mahatari atia, usilaani watoto wako. Ndukarume ciana ciaku. Wanene maneno ya kuishi, maririe ciugo cia gutura, wanene maneno ya kubariki, maririe ciugo cia kurathima. Hata vile nimefuata sana mahubiri na nidarumirira muno kihunjio, ya kwamba hata wewe mwenyewe usijinene mambo ya kujimaliza, ati ona wewe mwene ndukeyaririe maundu ma kwinina, niende tuho niende kindu niende hivyo, ya kwamba mimi ni bure, sina chochote. Mambo ya aina hiyo, mundu nikiendo tanie igeka atia, ya kwamba mtu kama mimi ninaweza kufanya nini? Unaona, kuna watu wenyewe wanajirani kwa maneno yao. Ni kuri andu merumaga o ene na tunua twao. Na leo nataka nikukumbushe kabisa, na umuthe ndirenda nguririkanie piu, za baraka na mauti ziko katika ulimi wetu. Hinya wa kirathimo na gikuo cie thiini wa rurimi rwitu. Usijinene kujidunisha, ndukeyaririe kwihuthia. Hata kama unaona wewe uko chini kuliko watu wote, onakorwo ni urona withi kuri andu othe, usijinene kujidunisha. Ndukeyaririe kwinyihia. Kuna nguvu katika maneno yetu. Ni kuri hinya thiini wa ciugo citu. There is power in our words. Kwena hinya ama kuna nguvu katika maneno. Kwa hivyo kama unataka kubadilika, na akorwo ni ukwenda kugaruruka, nena vizuri juu ya maisha yako, aria maundu mega iguru rigie muturire waku, ya watoto wako, aria wega wigie ciana ciaku. Kama mtoto wako ameharibika kiasi gani, onakorwo mwana waku ni athukite kiwango kiigana atia, damu yako, ni thakame yaku, nena maneno mazuri, aria ciugo njega juu ya mwana wako, iguru ria mwana waku, na akibadilika, na acenjia, ni baraka yako, ni kirathimo giaku, katika jina la Yesu. Thiini wa ritwa ria Yesu. Usifurahi wakati unaponena maneno yanayompeleka mpaka prison. Ndukakene hindi ria uraria ciugo cia kumutwaririria nginya kioho-ini, kwa maneno yako, ni tondu kugerera ciugo ciaku anaweza kuagamia, no athire, utampata korokoroni, no na ukamukora muohe njera, na akiwa huko na kuuri moyo wake, ngoro yake daima dawamu, tene na tene, utakuwa umedhofika, na atakuwa na hasira na ghadhabu kwa sababu yako. Irikoragwo ina marakara ni tondu waku, ni kwa maneno uliyomnenea, ni tondu wa ciugo iria wamwaririe. Time has come now. Wakati umefika sasa tuanze kubadilisha kaseti itu igaruruke, twanjiririe gucenjia yale maneno tulinena mazito, ciugo iria twaririe nditu, tuanze kuyabadilisha, twambiririe gucicenjia wakati bado uko hai, hindi no bado uri o muoyo. When you are still alive, o riria uri o muoyo, when you are still alive, hindi no wi muoyo, badilisha maneno uliyotamka, cenjia ciugo iria watumukia, maneno magumu, ciugo nditu na ya watoto wako, ciegie ciana ciaku, anza kuwabariki, ambiriria kumarathima, na kwa sababu wewe ni Mungu wa pili, na tondu wewe Ngai ya keri, kwa watoto wako, kuri ciana ciaku, kwa nyumba yako, kuri nyumba yaku, utakapobadilisha ulimi, hindi ria uricenjia rurimi, uanze kunena baraka, na wambiririe kwaria kirathimo, nyumba yako itabarikiwa, nyumba yaku no irirathimwo, watoto wako watabarikiwa, ciana ciaku no cikarathimwo, mambo yako yatabadilika, maundu maku ni magacenjia katika jina la Yesu. Thiini wa ritwa ria Yesu. Nataka tuombe. Ndĩrenda tuhoe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru asubuhi ya leo kwa sababu umetunenea. Bwana, umetunenea juu ya nguvu za maneno ya vinywa vyetu, ya kwamba ulimi wetu una nguvu ya kulaani na nguvu ya kubariki, na wale wa upendao wanakula matunda yake. Ninaomba Bwana, watu wako pamoja nasi zote, Bwana, tupende maneno mazuri yatakayobadilisha hatima ya maisha ya nyumba zetu katika jina la Yesu. Tusaidie kunena na kutamka baraka asubuhi na jioni juu ya nyumba zetu, juu ya vizazi vyetu, sasa na siku zijazo, katika jina la Yesu. Asante Bwana, kwa sababu una makusudi mazuri wakati unapotunenea neno hilo, katika jina la Yesu. Ninaomba Bwana, mioyo yetu iwe na mahali ambako itaweka neno lako, ili likaweza kutusaidia kwa siku nyingi, tukalikumbuka jinsi ulivyonena, nasi tubarikiwe na tubadilishe hatima ya nyumba zetu. Asante Baba yetu. Bwana, umetunenea asubuhi ya leo ya kwamba kile kilicho moyoni ndicho kinatoka. Bwana, ninaomba ukashughulikie mioyo yetu, ili Bwana iwe chemchemi ya maneno yenye uzima, katika jina la Yesu, ili tunapotamka kile kilicho mioyoni mwetu kikawa baraka, kikawa uponyaji kwa sababu ya jamii zetu, kwa sababu ya watu wetu, kwa sababu ya mambo yetu, katika jina la Yesu. Pokea sifa, pokea utukufu. Bwana, nataka kuwakumbuka wale wana moyo mzito na wamekuwa na uzito wa nia asubuhi ya leo. Kwa neno lako wabadilishe, kwa neno lako lete baraka, kwa neno lako lete uponyaji, katika jina la Yesu. Asante Jehova, uaminifu wako ni wa milele. Ninakabidhi kanisa mikononi mwako, ukalibariki na ukaliinue, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na hata kuamini. Amen. Asante. Mungu wabariki sana. Neema ya Mungu iwatoshe, na ndimi zetu zinene baraka. In Jesus name. Si Mungu wabariki sana. Sasa nipeni baraka za kupeleka Bibilioni. Asante. Barikiwe sana. Asante. Amen. Asante sana. Si tushangilie Mungu wetu kwa makofi mazuri, sababu kwa kweli tumenenewa neno la Mungu, na Mungu wetu ni mwema, ataendelea kutusaidia. Nataka wakati huu sasa niwaalike praise and worship, tuweze kuwa na wakati wa kutoa sadaka zetu mbele za Bwana, na ninajua ya kwamba Mungu atatubariki. Praise team, praise and worship, Johnny mtuongoze tuweze kutoa sadaka mbele za Bwana, na itakuwa ni vizuri. Nasi kanisa tusimame, niendelee kueleza kwa wale wanaotusaidia kuweka vitu vya kuweka sadaka, tafadhali watusaidie na Mungu atatubariki sana. Asante. Asante, tuwekewe vitu vya kutolea sadaka. Na wale ambao wangependa kutoa kwa njia ya simu, katika kuta zetu tuna paybill numbers, na pia katika luninga zetu tuna paybill number. Unaweza kutumia hiyo ambayo tumewekewa na media team. Mungu wabariki sana media team. Na nieleze ya kwamba hilo sanduku la kwanza ni ya sadaka ya kimisheni, na uteo wa kwanza ni wa sadaka ya hiari, na huo mwingine ni wa bahasha ya fungu la 10 na bahasha ya shukurani, na tuna kikapu ambacho ni cha utenda wema ama cha msamaria mwema.
Mungu atubariki tunaponyosha mikono yetu kwa jina la Yesu. Amen. Iberia Israeli manyitĩtwo nĩ mĩgwate arĩa mameraga twĩinĩra nyĩmbo iria wainagĩra Ngai wanyu hĩndĩ ĩrĩa mwaruhore mũtukenie. Hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo me mĩgwate arĩa manyitĩte mameraga twĩinĩre nyĩmbo iria wainagĩra Ngai wanyu hĩndĩ ĩrĩa mwaruhore mũtukenie. Tuwapigie praise and worship makofi mazuri. Mungu wabariki sana. Wakati huu sasa ninataka tuelekezwe kwa matangazo. Tuelekezwe katika matangazo.